Katika kila tunda linalochumwa kuna hadithi ya mti uliohifadhiwa. Katika kila kivuli kinachopatikana kuna jitihada za wanafunzi, walimu pamoja na jamii. Uwekezaji wa mazingira ni zawadi kwa kesho yetu. Mimi natamani kama tulivyokuwa mashabiki wa Simba na Yanga, basi watoto na jamii ipate kuwa mashabiki wazuri wa masuala ya utunzaji na upandaji miti kwa wingi. Taasisi ya Islamic Solidarity Center inayomiliki shule za Mudio Islamic na Boma Islamic zilizopo wilaya Hai mkoa wa Kilimanjaro inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Shule inafanya vizuri kwenye mitihani yake ya ndani na nje. Shule ina walimu waliobobea katika fani zote. Taasisi zote zinatolewa ikiwemo taasisi ya sayansi, sanaa, biashara, Kiarabu, elimu ya dini ya Kiislamu na kuhifadhi Quran. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0714897518 na 0655826526. Mlete mwanao shule za Mudio kwa malezi bora ya duniani na ahera. Moja ya changamoto kubwa inayoukumba ulimwengu wa leo ni mabadiliko ya tabia nchi. Lakini ndani ya changamoto hizo kuna taasisi na shule zinazoinuka kuwa mashujaa wa kijani. Naombeni wale mnaotunza mti huu hapa msogee hapa. Nataka nipate picha yenu ili nikija na watafuteni. Hili ndilo linaloonekana katika shule ya sekondari 88 mkoani Morogoro, ambapo harakati za upandaji miti si mapambano tu, bali ni suluhisho la mazingira, lishe pamoja na kipato. Mbele chetu kwamba tumeweka kwenye namna gani tunaweza tukabadilisha mazingira ya 88 kwanza yakawa kijani, yakavutia, lakini pia yakavutia zaidi vijana kusoma, kwa sababu eneo ambalo linachukua wanafunzi zaidi ya 1000 linahitaji kuwa na miti mingi sana kwa ajili ya kuzalisha oxygen. Kama unavyojua, miti hutoa hewa ya oxygen na binadamu kutoa hewa ya carbon dioxide. Kwa hiyo wote kwa pamoja tunategemeana. Wewe ukikaa chini ya mti unapata hewa nzuri, lakini mti unapenda binadamu akae chini ya mti. Kwa hiyo lazima kwa wingi yetu tuwe na miti mingi na mazingira mazuri ya kupendeza. Tunasema tunatengeneza mazingira kwa ajili ya kujifunzia na kufundishia. Kwa hiyo kwetu mazingira ni kitu muhimu sana. Mkurugenzi wa taasisi ya Unganisha Environmental Conservation yaani UECO, Bi Sofia Kalinga, anaeleza kuwa harakati hizi zimeungwa mkono pia na taasisi mbalimbali za mazingira, zikiwemo zile zinazojihusisha moja kwa moja na upandaji wa miti ya kimkakati kama vile mikarafuu, mdarasini, miti ya matunda pamoja na miti mingine. Ni mkakati madhubuti wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia ni njia ya kuongeza kipato kwa shule au jamii inayohusika. Umuhimu wa kupanda hii miti ya mikakati kama mikarafuu, mitunda na mdarasini. Kwanza kabisa tunatunza mazingira, tunakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pili ni miti yenye fursa, kwamba ikikua watu watauza karafuu, watauza mdarasini. Kwa hizi taasisi za kielimu, ukiacha tu wanafunzi kupata elimu, lakini watajipatia kipato kutokana na product inayotoka kwenye hii miti. Jambo lingine kwenye miti ya matunda, wanafunzi watapata matunda, kwa watajenga afya zao, lakini watajipatia kipato. Kwa hiyo niombe basi taasisi nyingine za elimu na wadau wa mazingira tushirikiane kwa pamoja kwa kuisupport serikali, kumsupport Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ndiye kinara kwenye masuala ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Tuone umuhimu wa kupeleka miti ya matunda, miti ya kivuli, lakini hususan miti ya kimkakati kwa ukanda huu wa Morogoro, nikiongelea miti ya mdarasini na miti ya mikarafuu. So wadau wote tujitokeze kwa wingi, tupande hii miti, lengo hasa tutunze mazingira, lakini tuzipate fursa ya kipato inayotokana na masuala ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira. Bi Sofia anaendelea kusisitiza kuwa kupanda miti pekee haitoshi, bali miti hiyo inatakiwa kutunzwa, lakini pia kukaguliwa mara kwa mara ili kuona maendeleo yake. Tunajua kabisa kuna walimu wa mazingira, lakini kuna klabu za mazingira. Kwa hiyo hizo moja kwa moja zinahusika kwenye masuala ya utunzaji. Watahakikisha hii miti wanaitunza na wanailinda, kwamba tukija baada ya muda kadhaa tunaona miti yetu imeendelea vipi. Kwa hiyo ni shauri pia taasisi zingine wanapoenda kupanda miti
wawakabidhi watu kwamba wajue kabisa tukienda tutamuuliza Sofia mti wetu unaendeleaje. Kwa hiyo sisi kama UECO na taasisi mbalimbali tumelizingatia, na ndio maana tumekuja shule ya sekondari 88 kuja kushiriki kwenye hii kampeni ya mazingira na kupanda miti ya kimkakati, kuona kwamba jamii inapata elimu ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira, lakini kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Katika maeneo yenye mabadiliko ya tabia za watu, hasa katika taasisi za kielimu, kampeni za mazingira hukutana na changamoto mbalimbali, ikiwemo mwitikio wa wahusika. Bi Sofia anaeleza kuwa utoaji wa elimu ya mazingira moja kwa moja kwa wanafunzi kunawapa fursa wanafunzi hao kuwajengea uwezo na uelewa wa muda mrefu, ambapo wanafunzi wengi hupewa nafasi mbalimbali za uongozi wa mazingira kwenye maeneo yao ya shule. Hizi kampeni za utunzaji wa mazingira kwa tukianzia global zinasaidia. Zamani hapa Morogoro ulikuwa ukutani na miti hapo katikati kwamba watu walishaharibu mazingira. Lakini hizi kampeni zimeleta hamasa na chachu kwamba watu wanapata elimu, watu wanahusika jamii moja kwa moja. Na ndio maana tunajihusisha sana kwa vijana, watoto, kutengeneza generation yenye kupenda na kuthamini mazingira. Mimi natamani kama tulivyokuwa mashabiki wa Simba na Yanga, basi watoto na jamii ipate kuwa mashabiki wazuri wa masuala ya utunzaji na upandaji miti kwa wingi. Serikali ya Tanzania imeweka msisitizo kwenye upandaji wa miti ya kimkakati, hasa ile inayotoa mazao ya biashara kama parachichi, mikarafuu, michungwa pamoja na miti mingineyo ambayo inatija na kuleta mabadiliko ya kiuchumi kwa jamii. Na kama taifa kuna miti ya kimkakati ambayo inapandwa, ambayo ni mikarafuu, miti ya matunda pamoja na mazao mengine ambayo si tu yanatoa kimvuli, lakini yanaweza yakatoa mazao yanayoweza kuisaidia. Katika taasisi kama taasisi za kielimu kama hapa tulipo 88 sekondari, miti hii ina umuhimu mkubwa sana, kwa sababu kwa mfano miti ya mikarafuu itakapokuwa itaweza kuwapatia mazao ya karafuu yatakapotoka, shule inaweza ikajipatia kipato na ikawa chanzo cha kuboresha miundombinu midogo kama madawati pamoja na vifaa vingine ambavyo vinahitajika kama stationaries. Miti ambayo tumekuja kuipanda ni miti ya kimkakati. Watu wengi wamezoea kupanda miti ya kimvuri, lakini kwa sasa hivi serikali imesisitiza wadau tupande miti ya kimkakati, hasa miti ya mikarafuu na miti ya mdarasini. Kwa sisi na wadau wengine tumeshirikiana kuleta miti ya mdarasini, mikarafuu pamoja na matunda, kwa kuona umuhimu wa kutunza mazingira na kuona fursa ambayo ipo kwenye hiyo miti ya mkakati. Kwa wanafunzi, kampeni hizi zimeleta mabadiliko chanya, si tu kielimu bali hata kitabia pia. Tunaamini kwamba hii miti ikitunzwa vizuri, ikipatiwa mahitaji yake kama inavyotakiwa, inaweza kaja kutusaidia. Cha kwanza, miti ya matunda inaweza ikatusaidia kwa kujenga afya zetu. Kwa hiyo miti ya matunda tunatumia kama tunatumia kama ni moja ya makundi ya vyakula. Na tunashukuru kwa kuwa hii program itusaidia katika kupata elimu ili kwenda kuhamasisha tena katika majumbani kwetu na jamii, ili tuweze kushauriana juu ya umuhimu wa kupanda miti na umuhimu wa kutunza miti. Miche yetu ikija kukua, watu mbalimbali watapenda kuja kuangalia tulichokifanya. Mfano mzuri, tumepanda migomba, tumepanda miti na imestawi vizuri. Na kwamba hilo swala la kusema utunzaji wa anelia wa miche yetu, hilo litafanyiwa kazi vizuri na tutahakikisha miche yetu imekuwa vizuri na tutaweza kunufaika na tulichokipata. Nyumbani tutahamasisha wazazi kwa kuwa wakikiona tulichokifanya hapa shuleni, nao nyumbani watapenda. Tutahamasisha kwa hiyo nao wapande miti mbalimbali hasa ya matunda. Naamini programu hii ni endelevu. Baada ya miaka miwili ukijaribu kuja kututembelea, lazima ukute msitu wa 88 sekondari. Ukitazama kwa nyuma kule ya majengo mapya ya Form 5, utaona tayari tumeanza kutengeneza bustani ya migomba. Yaani eneo ambalo watu hawakutazamia kama linaweza likawa na ukijani wa migomba. Nafikiri baada ya miaka miwili utakuta tuna uwezo wa mazingira yetu kututengenezea chakula cha watoto hapa shuleni. Kwa sababu kama tunaweza kuzalisha, tunaona tuna zaidi ya nusu eka ya migomba. Kama tunaweza kuzalisha ndizi nyingi za kutosha,
Kwa nini tusiwe na wakati wa sawa kusema tunaweza tukawapikia ndizi watoto wakapata chakula, kama kutimiza agizo la Mama Samia kwamba watoto wabaki shule na wale shuleni, ili asitamani kutoroka kurudi nyumbani, awe na uhakika kupata chakula shuleni. Sera za mazingira nchini Tanzania zinatilia mkazo zaidi elimu ya mazingira kwa vijana, uhifadhi wa vyanzo vya maji, kupunguza uharibifu wa misitu. Kupitia kampeni shuleni, watoto wamekuwa mabalozi wazuri wa mabadiliko katika familia na jamii. Vijana mmechoka? Mmechoka? Vijana mmechoka? Miti ni maisha, miti ni lishe, miti ni kipato. Langu jina ni Musa Matiasi, na hii ni Kipeo Online Media. Tafadhali endelea kuwa pamoja nasi bila kusahau kusubscribe channel yetu ya YouTube.